tumekuja kuiona shule hii. Ndugu zangu wa Tanzania, shule hii ni kielelezo cha uwepo wa kiongozi mwenye maono, Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya ni maono, na si maono tu ya kwenye maandishi, ya kwenye mipango. Ameona na ndani ya muda mchache sana, takriban miaka 4 na sehemu hivi, zimejengwa shule zaidi ya 100. Mheshimiwa Naibu Waziri amesema 103 za aina hii kwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais alibaini tatizo kwamba tuna tatizo sasa hivi la mismatch ya kutokuianisha ujuzi na mahitaji ya soko. Ninyi mtakumbuka, mtakubaliana nami, kuna kipindi kiliwahi kupita, ilikuwa ukimpata mtu ametoka pale chuo cha ufundi Arusha, ametoka pale Moshi Technical, ametoka pale Dateki, ametoka pale Mzumbe ADM, ilikuwa na Mbeya, ilikuwa ukimpeleka kazini haumfundishi kazi, ameiva. Tukapita hapa katikati tukawa na wingi wa vyuo vikuu, lakini kwa kweli ilikuwa ukiwapeleka kwenye kazi zile zinazohitaji mtaalamu wa kazi mwenyewe, tukawa tunaona mapungufu yake. Mheshimiwa Rais akasema haiwezekani waajiri walalamike, wananchi walalamike na serikali ilalamike. Akasema lazima tuchukue hatua mara moja. Akatenga fedha, na mimi ndo niliyekuwa natumwa mchaka huo wa kukimbia kuhakikisha fedha za kujenga shule za aina hii nchi nzima zinapatikana, na zimejengwa shule 103 ndani ya kipindi cha miaka 4, na mojawapo ikiwa hapa. Tena ya hapa ni special zaidi kwa sababu inalenga kwenye science. Haya si mambo ya kuyachukulia ukawaida yakaonekana yameshuka tu kama mawingu hivi. Ni maono ya kiongozi mwenye maono. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake ndio kipindi ambacho ameongeza wigo wa vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kila mkoa una kipande chake. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kuwasaidia wananchi masikini wa Tanzania, wasomeshee watoto wao. Kuwasomeshea watoto wao ni kuwapa nyavu badala ya kuwapa samaki.